Naam, karibu sana kwenye Maktaba Media na tupo hapa kwa majadiliano maalum ambayo pia yanatazamwa na kuruka kupitia Bongo FM ya TBC. Mimi ni Stanislaus Lambert na hii ni Maktaba Media. Ndugu zangu, April 21 mwaka 2025 haiwezi kusahaulika kwa waamini wa Katoliki duniani kote. Ni baada ya kuanza kuenea kwa taarifa mapema sana zikieleza kwamba Papa Francis hatunaye tena. Ikumbukwe kwamba Papa Francis aliingia kwenye nafasi hiyo mnamo mwaka 2013 baada ya mtangulizi wake kueleza kwamba afya yake haimruhusu kuendelea na majukumu. Mtangulizi wake huyo naye akafariki dunia mwaka 2023. Ni takribani mwaka mmoja na kitu miwili hivi Papa Francis naye hatunaye. Katika kujadili kujua masuala ya husuyo utaratibu wa msiba wa Papa, maombolezo, maziko mpaka mrithi wake, kipekee kabisa nipo hapa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC na nimebahatika kukutana na naibu katibu mkuu wa baraza hili, ndugu yetu Padre Chesko. Atatupitisha kwenye safari nzima ya yale tunayojiuliza na ufafanuzi wa yale ambayo tungetamani kuyasikia. Tunashukuru sana kwa kutupokea na kutukaribisha. Karibu sana. Asante sana. Kwanza poleni sana kwa msiba wa Papa. Asante, pole kwetu sisi sote. Ndio. Na kwa watu wote wenye mapenzi mema, kwa sababu mtu anapoondoka, mtu yoyote duniani, ni kwamba watu wote tunasikitika kwa sababu tungependa kuendelea kumwona. Sawa sawa. Ni pole kwetu sisi sote. Naam, kwanza wakati msiba wenyewe unatangaza wa Papa, tuliona mtu mmoja amejitokeza, anafahamika kama Kevin Farrell, Kardinali Kevin Farrell. Yeye haswa ni nani? Yeye ni mhudumu mkuu katika lile jumba au makazi ya Papa, na yeye ndio anaye huo wajibu wa kutoa hilo tangazo, na yeye ndio pia anao wajibu wa kuhakiki kifo cha Baba Mtakatifu na hatimaye kuhakikisha kwamba anatoa taarifa kwa umma kuhusiana na kufariki kwa Baba Mtakatifu. Sasa pande umesema anahakiki, una maana gani? Anahakiki kwa maana kwamba kwa vyovyote vile yeye hawezi kuwa daktari. Kwa hiyo yeye amezungukwa na jopo la madaktari, watakuja madaktari, lakini mwenye dhamana kadiri ya taratibu za Vatican ni yeye ndio mwenye dhamana hiyo ya kuhakiki kwamba kweli sasa Baba Mtakatifu amefariki. Kwa vyote vile kuna madaktari ambao wanafanya kazi pamoja naye, watakuja na kusema kwamba huu mwili tunavyouona na kadiri ya taratibu au vipimo anaonekana amefariki, lakini yeye ndio ambaye mwenye dhamana hiyo ya kutoa tangazo la kifo. Kutoa tangazo hilo. Ndio. Kwa hiyo yeye kazi yake kubwa ni kuwa na Papa muda wote karibu. Kwa tafsiri nyingine, yeye yuko pale na Papa muda wote, na sio swala hilo tu analolifanya, pamoja na shughuli nyingine ambazo zinaendana na ile utendaji wa kila siku katika nyumba ile ya Papa. Kwa mfano, baada ya kuwa tayari ametoa lile tangazo, anao wajibu vile vile wa kuhakikisha kwamba milango ya chumba cha Papa, ofisi ya chumba cha Papa pia kinafungwa na kinawekwa kabisa, kinafungwa kabisa. Ndio tulikuwa tukiona kwenye picha, kuna kama kitambaa chekundu hivi kinafunga milango yenyewe. Ndio. Tafsiri yake kwamba Papa hayupo. Papa hayupo, lakini vile vile kwamba mtu mwingine yote yule haruhusiwi kuingia kwenye chumba kile au kwenye ofisi zile na kufanya kitu kingine chochote kile. Inapaswa kupita muda gani ama inachukua muda gani tangu kifo cha Papa mpaka kutangazwa kifo chake? Ni mara tu baada ya kuwa yeye Camerlengo ameshathibitisha kwamba Papa ameshafariki, taarifa zinaweza zikatolewa. Kwa mfano, Papa alifariki saa 1:35 na kufika saa 1:45 taarifa zilitolewa. Sawa. Umesema Camerlengo ndicho cheo chake? Ndicho cheo chake Camerlengo. Sasa kama ambavyo kuna makardinari, kuna padre, yeye pia ni kardinari. Anakuwa kardinari, lakini ana hicho cheo cha Camerlengo. Ndio. Kwa maana ya ndiye msaidizi mkuu wa Papa. Ndiye msimamizi mkuu wa nyumba ile ya Papa na kuhakikisha kwamba shughuli zote za nyumba ile yeye ndiye msimamizi mkuu. Sawa. Kifo cha Papa kimsingi kinakuwa na mtikisiko kwa kiwango gani kwenye kanisa Katoliki?
Mtikisiko ni mkubwa kwa sababu yeye ndio kiongozi wa juu wa kanisa. Kwa hiyo anapofariki, kwa vyovyote vile kanisa lote linatikisika, kwa maana kiongozi wetu mkuu ametutoka. Lakini kanisa linalo miongozo ambayo inaongoza baada ya kifo cha Baba Mtakatifu. Hicho kipindi hicho cha mpito kinaitwa interregnum, ni kipindi cha mpito. Kwa hiyo katika kile kipindi cha mpito kuna taratibu zake ambazo zinafanyika, kwamba kanisa litakwenda namna gani na shughuli zitakwenda namna gani mpaka pale papa mwingine ambapo atachaguliwa. Kwa hiyo taratibu zote zipo ambazo zinatuongoza. Sawa sawa. Hakuna mtu pengine anachukua nafasi hii kwa muda, kwa kipindi hiki mpaka kupatikana papa mpya? Hapana, hakuna mtu anayechukua nafasi. Nani anayefanya uamuzi wa mwisho sasa, kama kuna jambo linatakiwa kufanywa uamuzi kwa sasa? Ndio maana tunasema kwamba zipo taratibu zote ambazo zimeshaonyesha kwamba mara baada ya papa kufariki ni nani anafanya hiki, ni nani anafanya hiki. Hizo taratibu zipo kabisa ambazo zimeandaliwa. Sawa sawa. Watu wengi sasa wana shauku ya kujua kwamba kwenye maombolezo ya papa ni mambo gani yanafanyika na inapaswa kuchukua muda gani mpaka maziko yake. Unaweza kutupitisha hapo? Mara baada ya papa kufariki, kadiri ya utaratibu uliopo, kuna siku 9 za maombolezo. Na hizo siku 9 zinaanzia siku ile alipotangazwa amefariki. Kwa hiyo kanisa sasa hivi liko katika maombolezo kwa siku hizo 9. Na taratibu zinasema toka Baba Mtakatifu anafariki mpaka anazikwa, zisizidi siku 6. Kwa hiyo kati ya siku 4 mpaka 6 lazima awe amekwisha zikwa. Na kwa hiyo katika siku hizo, yani 4 mpaka 6, Baba Mtakatifu lazima awe ameshazikwa. Kwa mfano jana, mara baada ya kufariki, mwili wake ulipelekwa kwenye kijikanisa chake ambacho amekuwa akisali pale kwenye Casa Santa Marta, na watu sasa wanaenda kutoa heshima zao. Na siku ya Jumatano utahamishiwa kwenda kwenye Bazilika la Mtakatifu Petro, kanisa kuu la Mtakatifu Petro, kwa ajili ya watu kutoa heshima zao na kusali, kumwombea Baba Mtakatifu hadi siku ya maziko yake. Sawa sawa. Ina maana yoyote kuwa na siku zisizidi 4 pengine au 5? Siku 9 ni novena. Ni kama vile watu, novena ni siku 9. Ni siku maalum kwa ajili ya sala maalum, kwa ajili ya jambo maalum. Ndio maana hata tuna novena kwa ajili ya shughuli mbalimbali au ibada mbalimbali zinafanyika ni siku 9. Sasa kwenye maziko hapa umesema walau zisizidi siku 4 hivi, kama nimekusikia vizuri? Ndio, 4 mpaka 6. 4 mpaka 6. Ndio nasema hata hapo kwenye idadi ya siku mpaka maziko yake ina maana yoyote ama ni utaratibu tu uliowekwa? Zisizidi hizo kwa sababu tayari umeshawekwa siku za maombolezo, mwisho ni 9. Kwa hiyo isije kaonekana kwamba zinazidi tena zile siku za maombolezo ambazo zipo kikanuni. Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo ina maana kwamba katika toka anapofariki mpaka siku 4 mpaka 6, Baba Mtakatifu lazima awe amekwisha zikwa. Sawa. Ili kupisha sasa michakato mingine tena iweze kuendelea. Wakati unazungumza hapa ni kwamba watu wanaomboleza na kumwombea. Kuna mtu anaweza kujiuliza, kama papa ni mtakatifu, kwa nini anaombewa? Mtakatifu ni nafasi ya kiheshima kwa sababu yeye ni mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu yoyote yule hawezi akawa mkamilifu wakati bado anaishi katika dunia hii. Utakatifu wake unatokana na ile nafasi alionayo, lakini sio yeye binafsi. Sawa, pia yeye binafsi aweza akawa mtakatifu, na wapo mababa watakatifu ambao ni watakatifu pia, lakini sio mababa watakatifu wote au mapapa wote wamekuwa ni watakatifu. La hasha. Kuna mapapa ambao hawajakuwa watakatifu, hawajafikia hiyo nafasi ya kuwa watakatifu. Japo tunaamini kwamba utakatifu ni hatua au safari ambayo kila mmoja wetu anatakiwa kuifanya. Sawa sawa. Kwa hiyo hakuna mtu asiyehitaji sala. Ndio maana uwe mtakatifu usiwe mtakatifu, wote tunahitaji sala. Sawa sawa. Kwa hiyo ni katika hilo. Yep. Kifo chake kimetokea Jumatatu ya Pasaka.
inaweza ikawa ina ujumbe au maana yoyote kwenye imani? Tunaamini kwamba Kristo baada ya ufufuko wake anatualika hata sisi pia waamini tufufuke, kwa maana kwamba tutoke katika dhambi na tuingie katika maisha mapya. Ndio. Tunaamini kwamba Mungu amependa kumchukua katika nafasi hiyo ya shangwe, nafasi hiyo ya furaha, ambapo waamini tunasherekea ushindi dhidi ya dhambi, tunasherekea ushindi dhidi ya uovu. Na basi Mungu Baba amependa kumchukua Papa katika kipindi hicho cha shangwe, kipindi hicho cha furaha. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni mtu wa Mungu, ni mtu mtakatifu ambaye Mungu amependa amchukue katika kipindi cha shangwe, ambapo waamini tunasherekea ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kwa mfano kwenye maisha ya kawaida binadamu ambaye si kiongozi labda wa kwa ngazi hiyo ya Papa ama kwenye upadre huku, anakuwa anaacha wosia wa maana ya wapi azikwe na maelezo mengine kumhusu yeye na ndugu zake. Kwenye upande wa kanisa, Papa anaacha wosia pengine wapi azikwe, muda gani na kwa namna gani? Anaweza kuacha wosia, lakini usiende kinyume na ule utaratibu ambao tayari upo, kwa sababu ule utaratibu ambao tayari upo sio yeye anayeubadili kwa nafsi yake. Kwa hiyo hawezi kwenda kinyume kabisa kwamba aseme sasa mimi sizikwi Roma, nataka nikazikwe kwenye nchi yangu Argentina. Pengine itakuwa ni vigumu. Yeah. Kwa hiyo Papa lazima azikwe Roma. Papa lazima azikwe Roma. Naam, unatazama mahojiano maalum kuhusiana na tukio la kifo cha Papa na tukio kwenye maombolezo yenyewe haya. Tumeambiwa hapa kwamba ni maombolezo ya siku 9 na maziko yake yanachukua walau siku hizo 4 mpaka 6 hivi ndipo anapozikwa. Na labda niongezea hapo, anazikwa Roma kwa sababu yeye ni askofu wa Roma, kwa jimbo la Roma. Okay, ndio sababu ya kumzika Roma. Sawa. Yeah. Kwa hiyo anazikwa ndani ya jimbo lake. Ndugu zake wana nafasi gani kwenye uamuzi wa msiba kama hivi? Kwa sababu alishatolewa akawa mtu wa kanisa. Kwa hiyo kanisa linafuata miongozo na taratibu ambazo zipo. Hali kadhalika hata sisi mapadri tunapofariki, sio ndugu zetu tena wanakuja na kusema kwamba tunautaka huu mwili wa padri wetu twende tukauzike nyumbani. Hapana. Mimi ikitokea upadri anafariki, basi kuna taratibu, mapadri wanazikwa kwenye makaburi ambayo ni ya mapadri. Kwa hiyo ndugu hawezi kuja kuchukua mwili, labda tu kama labda imetokea changamoto nyingine, basi wakaambia jamani, chukueni mwili wenu, lakini katika hali ya kawaida yeye ni wa kanisa, kwa hiyo taratibu zile za kanisa zinafuatwa. Kwa lugha nyingine, padre, ni kwamba unapoingia kwenye huduma za kiroho kwa upande wa kanisa Katoliki, kuanzia ngazi ya upadre, unakuwa umetoka kwenye familia ya kikawaida, unakuwa familia ya kanisa. Ndio, unakuwa familia ya kanisa. Kwa hiyo kanisa ndilo lenye mamlaka na maamuzi ya kuamua sasa wewe ukazikwe wapi kadiri ya taratibu na kanuni zilizopo. Sawa. Na asante sana kwa ufafanuzi huo Padre Chesco Msaga, kwamba kutuambia kwamba kumbe ukiwa kiongozi wa kidini kwa maana ya kuanzia padre na kadhalika kanisa Katoliki, wewe unakuwa familia ya kanisa. Kwenye msiba huu wa Papa kuna taratibu mahususi za kidesturi ya kanisa zinafuatwa kwenye maziko yake? Kuna utaratibu maalum wa kumzika Papa pengine na maombolezo, ama ni maombolezo kama watu wengine wanavyoomboleza? Maombolezo ni ya sala zaidi, kumwombea mpendwa wetu ambaye ametutangulia katika haki. Na utambue kwamba au ukumbuke kwamba kila siku tunapofanya maadhimisho au kila tunapofanya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu, huwa kuna sehemu ile ya kumtaja na Baba Mtakatifu wetu, tunamtaja jina Francisco pamoja na maaskofu na kadhalika. Kwa kipindi hiki sasa ile sehemu itaondoka, yani hatutaitaja, isipokuwa tutamtaja tu pale sehemu ile ya kuombea marehemu, kwa sababu kipindi hiki sasa Papa hatunaye tena. Kwa hiyo katika utaratibu wa misa takatifu
ni kile kipengele ndipo ambapo kitabadilika. Sasa Na maombolezo yetu ni maombolezo ya kiibada zaidi. Kwa hiyo ndio maana mwili uko pale kwenye kile kijikanisa ambacho alikuwa anasali, na watu wanakwenda kwa ajili ya sala, kumwombea na kufanya misa na sala nyingine. Na hata utakapohamishiwa katika kanisa la Mtakatifu Petro siku ya Jumatano, vivyo hivyo utaratibu ule ule utaendelea. Misa pamoja na sala mbalimbali, lakini vile vile na waamini kutoa heshima zao za mwisho. Sasa kwa hiyo kwenye eneo la pia umpokee Baba Mtakatifu Francisco, inachukua muda gani hilo? Ni mpaka atakupatikana papa mpya pengine ndo inaachwa kutajwa, ama kuna kipindi maalum pia kitaendelea kutajwa? Ni mpaka atakapopatikana papa mwingine. Okay. Kwa hiyo hiyo kuruka ile sehemu na kumwombea Baba Mtakatifu wetu Francisco, tunakiruka hicho kipindi mpaka pale atakapopatikana papa mwingine. Sasa mara baada ya yule papa mwingine kutangazwa, basi tunaanza kumtaja yule mwingine hata ambaye atakuja. Kwa yeye kama sehemu ya watu waliofariki pia inaondolewa kule mwisho, kwa sababu misa za mazishi zinaweza, au misa za kuwaombea wafu zinaweza zikaendelea wakati wowote, kama vile tunavyoombea wafu siku zote. Kwa hiyo inaweza kaombwa wakati wowote na siku yoyote, hiyo haina mwisho. Sawa sawa. Naam, baada ya maziko na wakati huu, maana yake hamkubwa watu kujua ni papa mpya yupi atafuata. Utaratibu wa kumpata papa mpya kwenye kanisa huwa upo vipi? Mchakato wake ni upo na wenyewe upo kwenye utaratibu. Kuna makardinali ambao, kuna jumla ya makardinali 252, lakini kuna makardinali wale ambao wanahusika kumchagua papa ambao wako 135, na ili huo mchakato wa kumchagua ukubalike au ukidhi, lazima wawe makardinali wasiopungua 120. Na hili linatokea, au huo mkutano unaitwa conclave. Mkutano huo wa kumchagua papa unafanyika katika siku zisizozidi 20 baada ya kifo cha papa. Yaani toka papa alipofariki, zisizidi siku 20 toka alipofariki, wale makardinali lazima wakae na kumchagua papa mwingine. Okay. Ndio, wanamchaguaje? Kiutaratibu, kwanza wanaanza kwanza na siku ya kwanza wanaanza kwanza siku ya tafakari. Wakishakusanyika wanaingia kwenye chumba maalum cha kufanya huo mkutano, na wanapoingia katika kile chumba pia kuna taratibu zake. Kile chumba hatakiwi mtu yoyote kuingia na simu wala chombo chochote na mawasiliano ya nje, na kile chombo hakina mawasiliano yoyote na mtu wa nje. Kwa hiyo wanaingia mle ndani, na siku ya kwanza wanapata hiyo tafakari ya neno la Mungu na kuwakumbusha wajibu wao mkubwa walionao mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Okay. Baadaye wakishafanya huo mchakato, tuseme hiyo tafakari fupi au tafakari fupi ya siku moja, baadaye wanaanza sasa uchaguzi. Na uchaguzi wenyewe hakuna jina la mtu ambaye linapelekwa, au hakuna wagombea kwamba jamani tuna majina haya na haya, sasa ndio yeye yuko kwenye kinyang'anyiro. Hapana. Kwa hiyo ikishafika ule, kila mtu anapewa karatasi ya kuchagua kwamba sasa tunamchagua yule ambaye ataliongoza kanisa. Tunamchagua halifa wa Mtakatifu Petro. Kwa hiyo anapewa karatasi, kila mmoja anaandika kwenye ile karatasi. Baada ya zile karatasi kukusanywa, na mtu anaweza akajiandika hata yeye mwenyewe. Anaweza akajiandika hata yeye mwenyewe pia. Sasa sheria haisemi kwamba huwezi kujiandika. Kama yeye kajisikia roho wa Bwana, sauti imemwambia ajiandike, anaweza akajiandika, lakini hatujai kusikia, kwa sababu hakuna mtu anaye baadaye tena ambaye anaangalia kwamba hii kura ikoje na namna. Kwa hiyo ili papa aweze kuchaguliwa, lazima apate kura, theluthi mbili ya kura zilizopigwa lazima azipate.
pale ndio atakuwa papa amechaguliwa. Katika wale makardinali 120 120 ambao wanachagua. Kwa hiyo hapa lazima zipatikane theluthi mbili za kura. Kwa hiyo umesema tuna makardinali zaidi, makardinali kama 250 hivi, lakini wanaoenda kupiga kura ni hao 120. Kwa nini? Kwa sababu sheria inasema makardinali waliozidi umri wa zaidi ya miaka 80 hawawezi kupiga kura. Kwa hiyo hapo kuna makardinali hao wengine wazee ambao wameshastaafu. Kwa hiyo wale makardinali hawapo kwenye hiyo idadi. Ndio maana makardinali wote wako 252 kadiri ya takwimu zilizopo. Na wale ambao ni makardinali ambao wanamchagua papa ni 135. Kwa nini hawaruhusi kupiga kura kama wamezidi umri wa miaka 80? Pia ni kutokana tu na hali kwamba miaka 80 yawezekana mtu mwingine akawa ni vigumu mno kusafiri kutoka katika nchi alipo, kwa sababu makardinali wametapakaa, wako nchi mbalimbali. Sasa kumuondoa mtu wa miaka 80 na kuanza kumzungusha kumpeleka mahali wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo baada ya kufanya tathmini na tafakari, waliona waliovuka miaka 80 basi wapumzike. Kwa sababu hata hivyo watakuwa wameshafanya kazi kubwa zaidi ya pengine mara kadhaa, wengine wamemshamchagua papa, basi wapumzike. Kwa hiyo ni utaratibu unasema wakishafika miaka 80 basi hawawezi tena kupiga kura. Sawa. Tunaye hapa Kardinali Rugambwa, manake yeye yupo kwenye orodha ya wanaoenda kupiga kura. Ndio. Hajafikisha umri huo wa miaka 80. Bado yeye ni kijana. Sawa. Na hao mapapa mpaka wanapata mshindi, ina kiwango cha mwisho cha kupiga kura, ama wakipiga kura mara kadhaa kunakuwa na utaratibu mwingine unatambulishwa? Asipopatikana awamu ya kwanza, wanachukua zile kura zote wanakwenda kuzichoma, na baadaye wanapozichoma zile kura kuna chemicals ambazo wanachanganya ili utoke moshi mweupe au moshi mweusi. Watu wengine wao wanafikiri labda ni muujiza, yani kwamba ule moshi mweupe au mweusi ni muujiza unatokea. Hapana, sio muujiza. Wanachukua zile karatasi na kwenda kuzichoma. Kwa hiyo watafanya hivyo mara ya kwanza, asipopatikana watafanya mara ya pili, asipopatikana watafanya mara ya tatu. Kwa hiyo wanafanya, na kila siku wanapiga hizo kura tatu, baadaye wanapumzika. Yani kila siku wanapiga kura tatu kwanza, wanapumzika. Wanapiga kura tatu, wanapumzika. Sawa. Kwa hiyo katika kupiga hizo kura utaona kwamba wataanza kuona mwelekeo. Kwa mfano, watakapopiga kura ya kwanza watajua ni nani kapata kura nyingi zaidi, kwa nini hazikutosha na kadhalika. Wataanza kujifikiria, watafanya tafakari. Kwa hiyo wanapofanya mara ya kwanza wakaona mwelekeo, wakafanya mara ya pili wakaona mwelekeo, kwa hiyo matumaini yapo makubwa sana kura zinazofuata wakaweza kufanikiwa kufanya maamuzi. Sawa. Na hii inakumbusha taarifa moja ambayo pia hata Papa Francis yeye wakati fulani alishika nafasi ya pili na baadaye ndipo akaja kuwa papa. Pengine watu walikumbuka upepo wa kura zilivyosema wakati fulani watu walivyompigia kura. Papa anapaswa kuwa na umri gani? Papa anaweza kuchaguliwa katika umri wowote ule. Madam tu awe anayejitambua, ana afya njema. Ndio maana hakuna ukomo, hata anapoingia madarakani hakuna ukomo wa madaraka yake, ni mpaka pale mwenyewe Mwenyezi Mungu anapoamua, kama ambavyo tumeona. Au labda yeye mwenyewe ajiuzuru kama alivyofanya Papa Benedikto wa 16. Sawa. Lakini umri hauna, sio kigezo. Kwa hiyo kwa lugha hiyo manake papa anaweza katoka nje ya makardinali? Hapana. Kwa manake lazima awe kwenye ule umri wa makardinali ambao wanapiga kura pale ndani. Hawezi kutoka nje ya makardinali. Na haiwezi kuja kutokea pengine tukapata papa mwanamke? Kwa sababu hatuna mapadi wa kike, kwa hiyo haiwezekani kwamba ukapata papa wa kike. Kwa sababu makardinali wanachaguliwa kati ya mapadri. Kwa hiyo hatuna padri wa kike, kwa hiyo hatutarajii papa wa kike. Sawa.
Kwa hiyo kiwango cha juu kabisa cha sister huwa ni nini? Kwa sababu padre unaweza ukapanda ukawa askofu, ukawa paroko, ukawa askofu, ukawa kardinali, mpaka ukaja kuwa pengine papa. Na kwa masista? Masista wanabakia masista. Ni sister, anamtumikia Mwenyezi Mungu katika utawa wake kwa kufuata mashauri ya Injili, useja, ufukara na utii. Sasa anabakia hivyo. Kwa hiyo hata awe na amepanda cheo kwa namna yoyote atabaki kuwa sister. Na sisi hatusemi kwamba au kuwa padri, kuwa askofu unapanda cheo. Hapana. Daraja la uaskofu ni ukamilifu wa upadri. Ni ukamilifu wake. Na hayo mengine ni majukumu ndani ya kanisa. Okay. Lakini hawa papa ni askofu. Ni askofu kama maaskofu wengine, isipokuwa amepewa nafasi ya kutumikia kanisa zima la ulimwengu. Na tunamheshimu kwa nafasi hiyo aliyopewa ya kulitumikia kanisa zima la ulimwengu, lakini yeye ni askofu. Sasa unaona pengine kunaweza kukatokea papa kutoka Afrika? Siku itafika. Pengine sasa unaiona hiyo? Siwezi nikasema, kwa sababu mimi siwezi nikazungumza badala ya Roho Mtakatifu. Sawa. Lakini tuna makardinali ambao yote yanawezekana, kwa sababu tuna makardinali wa Afrika. Katika nchi zetu za Afrika tunao makardinali, kama tunavyojua Tanzania tunao makardinali wawili, na nchi nyingine mbalimbali za Afrika. Na kanisa la Afrika linakuwa sana. Hivi karibuni Vatican ilitoa takwimu za ukuaji wa kanisa ulimwenguni, na kwa kiwango kikubwa kanisa linakuwa Afrika. Kwa hiyo kuna siku moja ninaamini kwamba atakuja kutokea papa Mwafrika. Uioni ikiwa hivi sasa kama mrithi wa Papa Francis? Yote yanawezekana mbele ya Mungu, yote yanawezekana. Sawa. Lakini siwezi nikasema kwa uhakika kwamba itatokea kesho atakapochaguliwa, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kama watumishi ndani ya kanisa Katoliki, pengine mmeshaanza kuona kuna baadhi ya makardinali ambao wanatajwa wanaweza kawa mapapa kwa sasa? Kwa kweli si kazi yetu sana kuhangaika na hilo. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Sisi kazi yetu kama watu wa kanisa ni kusali na kumwomba Roho Mtakatifu atuangazie, hatimaye aweze kupatikana mchungaji wa kanisa letu la Katoliki. Kwa hiyo sisi kazi yetu, na tunawaomba waamini wote ulimwenguni tusali katika kipindi hiki. Kwanza tumuombe Baba Mtakatifu Francis ambaye ametutangulia katika haki, lakini vile vile tuombe na huo mchakato utakapoanza ili tuweze kumpata mchungaji. Sawa. Sisi tunaamini Mungu tayari yeye anajua ni yupi ambaye atachukua nafasi hiyo. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuomba. Sawa. Na pahala pengine mtu anapopata majukumu mapya ya kutumikia, kuna kutokea kitu kinaitwa uapisho. Kwenye upande wa kanisa, papa anaapishwa? Kwa sababu kuna viapo ambavyo tayari wao wanavifanya wanapoingia kwenye madaraja hayo. Anachofanya yeye ni kutangazwa abemus papa. Akishachaguliwa pale anakuja kutangaza, na baada ya kutangazwa tayari anaingia kwenye nafasi yake moja kwa moja. Sawa. Na pengine nikichaguliwa na najiona siwezi kufanya kazi hiyo, naweza pia kukataa mbele ya makardinali? Pia unayo nafasi ya kukataa, lakini lazima uwe na sababu ya pekee, kwa sababu itaonekana pengine ni kiburi. Ila kama una sababu za kimsingi, unaweza ukasema ninashukuru kwa kuniamini, ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hiyo, lakini pengine sina au pengine kuwa na sababu za kimsingi. Sawa, za kueleza kwa nini. Ndio maana anaulizwa. Ndio maana mara baada ya kuchaguliwa anaulizwa, je, uko tayari kuchukua nafasi hiyo ya Mtakatifu Petro? Sawa. Na katika hali ya kawaida wengi wamekubali. Sawa. Tunazungumza hapa na Padre Chesko Msaga, na ndio tunahitimisha mazungumzo yetu hapa kuhusu kifo cha papa, maombolezo, maziko na utaratibu wa kumpata papa mpya. Na usiache kuangalia, kwa sababu kipindi kitachofuata pia tutagusia kuhusiana na maisha ya papa
hususan anapokuwa pale Vatican. Kama unavyofahamu kuanzia gari lake analotumia, watu wanaomzunguka, kila kitu kinakuwa na utaratibu na maana yake, na usafiri anaotumia unafahamika kama Pop Mobile. Kabla tujaenda kwenye mazungumzo yetu sana, kwanza ningependa kujua tafsiri ya plate number ya gari la Papa. Manake ni kama lina herufi VC1, kitu kama hicho. Ile ina maana gani? Pale ni ile Vatican ni nchi. Kwa hiyo V ni Vatican, C ni city, au kwa Kiitaliano wanaweza kuchita Vaticano uno, number 1. Ina maana kwamba lile ni gari la number 1 pale Vatican City au mji wa Vatican. Na Papa pamoja na uongozi wa kiroho, lakini yeye ni mtawala wa pale Vatican. Kwa hiyo yeye ndiye kiongozi namba 1. Kwa hiyo anatembelea ile gari namba 1 ya pale Vatican. Sawa. Kwa hiyo hapo, kama nimekuelewa vizuri, ni kwamba ndani ya Italy kuna mamlaka nyingine inayoongoza ndani ya Italy, na ndani ya mji mkuu wa Roma kuna mji wa Vatican. Vatican ni nchi inayojitegemea, na ndio maana ina mabalozi wake katika nchi mbalimbali. Na ndio maana hata hapa Tanzania tunayo balozi wa Vatican nchini Tanzania, ambaye ndio balozi wa Baba Mtakatifu hapa. Kwa hiyo yule amekuja kama balozi kama walivyo mabalozi wengine. Kwa maana yake tuna balozi wa Italy, na tuna balozi wa Vatican ndani ya nchi. Ndio. Hali kadhalika hata kule Roma wapo mabalozi wa Tanzania, au wapo mabalozi wa nchi zao nchini Italia, na wapo mabalozi wa Vatican wako kule, wanaishi kule. Kwa hiyo kuna mabalozi hao ni tofauti. Yaani balozi wa Tanzania au balozi wa Italia nchini Tanzania hawezi kuwa balozi wa Vatican nchini Tanzania. Sawa. Kwa hiyo hata kwenye maziko Papa anazikwa Italy ama anazikwa Vatican? Anazikwa Vatican. Kwa sababu ni mtawala. Ni mtawala, anazikwa katika nchi yake ya Vatican. Ama anaweza pia kuzikwa maeneo mengine ambayo yako chini ya Vatican. Kuna makanisa na maeneo mengine ambayo yako chini ya Vatican. Kwa mfano pale Roma kuna makanisa makubwa, St. Mary Major, Bikira Maria Mkuu ni Maria Vatican. Kuna mtakatifu John wa Laterani ni Maria Vatican. Kuna mtakatifu Paulo nje ya kuta za Roma ni Maria Vatican. Kwa hiyo anaweza pia kwa sababu au akazikwa pia katika makanisa hayo mengine. Sasa kwa hiyo balozi wa Vatican hapa majukumu yake ni nini? Anafanya majukumu ya kiimani ama anafanya majukumu ya kimaendeleo kama mabalozi wengine? Anafanya majukumu yote. Anafanya majukumu yale ya masuala ya kiroho, lakini anafanya majukumu mengine ya huduma za kijamii. Kwa mfano labda masuala ya wakimbizi, lakini kwa kushirikiana pia na mamlaka zilizoko na kwa taratibu zilizopo. Sawa. Tunapozungumza mamlaka, hebu tupe picha kidogo kwa ufupi, mamlaka au nchi ya Vatican ambayo ipo ndani ya Italy inafanya shughuli gani, na pengine kwenye hizi nchi zetu nako inafanya nini? Vatican kama mamlaka ina mamlaka ya kiutawala kama zilivyo serikali nyingine, na ndiyo maana kuna waziri wa mambo ya nchi za nje, kardinali anayeshughulikia masuala ya kimataifa wapo. Kuna makardinali wanaoshughulikia masuala ya huduma za jamii, elimu, afya. Kuna makardinali wanaoshughulikia masuala ya mahusiano na dini nyingine wapo. Kwa hiyo kuna makardinali wanaoshughulikia na masuala ya uinjilishaji, kwa sababu kazi msingi ya kanisa ni kuinjilisha, kulipeleka neno la Mungu kwa watu wa mataifa, kwa watu mbalimbali duniani. Kwa hiyo yupo kardinali ambaye anashughulika na mambo haya ya uinjilishaji. Kwa hiyo kuna idara nyingine mbalimbali za kiutawala ambazo ziko pale Vatican. Pengine kuna kardinali mpaka anayehusika na masuala ya kilimo, huduma za jamii. Sawa. Asante kwa ufafanuzi huo. Na kwa hiyo maana yake kuna watu wapo pale Vatican ni raia wa Vatican na si raia wa Italy. Ndio.
kwa maana kwamba Vatican ina passport zake na wale wanaohudumu mle kwa sababu za kimsingi wengine wanazo passport za Vatican na uraia wa Vatican. Ndio. Sawa sawa. Sasa kwa kupata ufafanuzi wako tu Padre Msaga, kumekuwa na jambo linafahamika kama maadhimisho ya sherehe kama vile uaskofisho yanaendelea kwa kipindi hiki ama yatasimama, upadrisho na vitu vingine kama hivyo? Shughuli zote za kanisa zinaendelea. Jana balozi wa Baba Mtakatifu alitutumia ujumbe au barua kusema kwamba shughuli zote zile za kanisa, upadrisho, uaskofisho, zote ziendelee jinsi ambavyo zilikuwa zimepangwa. Kwa sasa kwa kipindi hiki cha siku 9 tuseme mpaka 20 tuseme mpaka kupatikana kwa papa mpya, kanisa linaweza likawa linapitia wakati mgumu kiasi gani? Wakati mgumu ni wakati ambao hata familia zinapompoteza mpendwa, ninaamini kwamba huwa ni nyakati ngumu, kwamba tumempoteza mpendwa wetu, tumempoteza baba, tumempoteza mtu ambaye alikuwa mtetezi wa wanyonge, mtu aliyewapenda watu. Kwa vyote vile ugumu huo upo kwa namna hiyo, lakini kama shughuli za kanisa kama nilivyosema zinaenda, kwa sababu taratibu na kanuni zinazoongoza kipindi hiki cha mpito zipo. Sawa sawa. Papa anapoingia anachukua mwelekeo wake yeye kutokana na mtazamo wake, ama kuna mwelekeo maalum anapewa na kanisa? Mara baada ya papa kuchaguliwa na kukubali, kinachofuata ni yeye kutoa mwelekeo wake, na ndio anapochagua jina ambalo angepata, na hilo jina huwa ni ndio dira ambayo anaiishi katika maisha yake. Kwa mfano Papa Francis, ambaye yeye ni wa kwanza kuitwa Papa Francis, hiyo ilikuwa ni dira na mwelekeo wake. Mtakatifu Francis alipenda sana viumbe. Mtakatifu Francis alikuwa ni mnyenyekevu, na ndio hayo ambayo tumeona papa ameyaishi. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu, mtu aliyependa mazingira, ndio maana alitoa hata ule waraka Laudato Si. Alikuwa anapenda watu, alitoa ule waraka Fratelli Tutti. Hayo yote ni dira. Kwa hiyo anapochaguliwa na yeye baadaye kuchagua jina, lile jina ni dira yake na maisha yake ambayo ataishi katika kipindi chake cha uongozi. Kwa hiyo kumbe kwenye kuchagua jina kuna maana kubwa sana. Kuna maana kubwa sana katika kuchagua jina. Huwa halitoki tu hivi hivi. Okay. Inaakisi maisha yako ya kipapa yatakavyokuwa. Kabisa. Okay. Sawa sawa. Hiyo nimefurahi sana kuisikia, na nilikuwa nikijiuliza pengine ningesahau kuliuliza. Kuna athari yoyote ama mtikisiko wote wa kimahusiano unaweza kutokea kwa sasa kutokana na kifo cha papa kati ya dini ya Kikatoliki na dini nyingine? Hapana, hakuna mtikisiko wote ambao unaweza ukajitokeza, kwa sababu tunaamini kwamba kama kiongozi, kwanza ni kiongozi aliyeishi na watu wa dini zote vizuri, na pia hatufikirii kwamba katika kipindi kama hiki kuna mtu anaweza kujipenyeza ndani ya kanisa na kusababisha mtafaruku. Haiwezi ikatokea. Sawa sawa. Kwa hiyo mahusiano mema yaliyokuwepo kati ya kanisa na dini nyingine utaendelea vile vile. Hali kadhalika mahusiano yaliyokuwepo na dini pamoja na mataifa mbalimbali utaendelea vile vile hadi pale tutakapompata papa mwingine. Mimi nakushukuru sana Padre Chesco Msaga kwa maelezo hayo. Kabla sijakupa nafasi ya kumaliza na neno lolote la mwisho, kuna alama ya kipekee ambayo kanisa Katoliki Tanzania limewekewa na maisha ya Papa Francis? Papa Francis katika kipindi chake tumeona ni kipindi ambacho alikuwa ni mtetezi hasa wa wanyonge, watu ambao mara nyingi wamekuwa wakinyanyaswa katika jamii na kadhalika. Kwa hiyo katika kipindi chake amejitahidi sana kutetea hasa wakimbizi, watu ambao wako katika mazingira ya vita. Na sisi kama Tanzania tumezungukwa na wenzetu ambao unakuta daima wako kwenye migogoro. Kwa hiyo alitufundisha
kwamba jamani, tuendelee kuwapokea ndugu zetu ambao wako katika mazingira magumu na kadhalika. Kwa hiyo ametukumbusha kwa namna moja au nyingine wajibu wetu kama Wakristo na wajibu wetu kama binadamu. Kwa maisha yake yamegusa pia Kanisa Katoliki la Tanzania. Kanisa Katoliki la Tanzania. Asante sana Padre Chesco Msaga, kama ulikuwa na lamno la kumaliza kuhusiana na haya tuliyozungumza. Mimi ningewaomba watu wote wanaotusikiliza na kututazama tuendelee kumwombea Baba Mtakatifu Francis, hasa kwa maisha yake ambayo yaliyowagusa wengi. Tuendelee kumwombea ili Mwenyezi Mungu ampokee katika makao ya milele pamoja na watakatifu wake. Lakini lingine, tuendelee kuombea pale utakapoanza mchakato, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu, kumwomba Roho Mtakatifu ili tuweze kumpata kiongozi mwingine wa kanisa kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Nakushukuru sana. Asante sana. Ndio. Naam. Ni Padre Chesco Msaga tukizungumza hapa kuhusiana na kifo cha Papa Francis ambaye ametutoka Aprili 21, na tumegusia kuhusiana na kifo chenyewe, taratibu za maombolezo, maziko pamoja na upatikanaji wa papa mpya. Na Chesco Msaga yeye ni naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Tunazungumza kutoka hapa Kurasini jijini Dar es Salaam. Mimi ni Stanislaus Lambert. Nashukuru sana kwa kutazama na tukutane kwenye wakati mwingine. Tutaendelea kukuletea taarifa kuhusiana na haya ya usuyo kifo cha papa wakati huu wa maombolezo, na kama nilivyoahidi tutatazama pia baada ya kidogo utaratibu wa maisha ya papa na hata ajaye pengine atayaishi hayo. Asante na kwaheri.